Mjambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo, ikiwa ni ndani ya nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 3 Agosti mwaka 2026. Mimi ni Loje Longa, nimerudi tena kwa hudumia kwa kuwaletea habari muhimu za kuaminika na zenye kugusa maisha yetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanda maziwa makuu na dunia kwa ujumla. Naendelea kujuza tu kwamba ni Kivu News Info kila siku tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote kile na kuomba na kusia kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa wengine wanasema kujabone, kuemea vile vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Hali ya usalama imezidi kuwa tete katika wilaya ya Walikale mkoani Kivu Kaskazini baada ya mapigano makali kuzuka tena kati ya wapiganaji wa Wazalendo na waasi wa M23, akikatiza kipindi cha zaidi ya wiki mbili cha utulivu wa tahadhari kilichokuwa kimeonekana kurejea katika eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa zilizopatikana kutoka vyanzo vya ndani, mapigano yalianza usiku wa kuamkia leo Jumatano katika vijiji kadhaa vya makundi ya Ikobo na Kisimba. Maeneo yaliyokumbwa na mapigano ni pamoja na Buleusa, Rusamambu na Bukumbirwa lipo katika kundi la Ikobo, pamoja na kijiji cha Kalonge katika eneo la Banamulema kundi la Kisimba. Vyanzo vinaeleza kwa wapiganaji wa Wazalendo walifanya mashambulizi dhidi ya nafasi zilizokuwa zikishikiliwa na waasi wa M23 yaliyosababisha makabiliano makali yaliyohusisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi. Milio ya risasi na mabomu imesikika kwa saa nyingi za usiku, alilozua hofu kubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Mashuhuda wanasema usiku nzima wananchi hawakupata usingizi kutokana na mapigano hayo. Familia nyingi zilijifungia ndani ya nyumba zao wakisubiri hali tulie, huku wengine wakiamua kuyahama makazi yao kukimbia porini au katika vijiji vinavyoaminika kuwa salama zaidi ili kuokoa maisha yao. Wazazi walazimika kuwabeba watoto wao gizani huku wakikimbia bila kujua na kuelekea, wakihofia kutumbukia katikati ya mapigano. Asubuhi ya leo Jumatatu, milio ya silaha ilikuwa ikikoma, lakini hali ya taharuki iliendelea kutawala katika maeneo hayo. Wakazi wengi hawakusubutu kurejea majumbani mwao wala kuendelea na shughuli zao za kila siku kutokana na hofu kwamba mapigano yanaweza kuanza tena wakati wowote. Hadi kufika sasa kuna taarifa rasmi zinazoweza kudhibitisha ni upande gani unaodhibiti vijiji vilivyokuwa viwanja wa mapambano. Pia kuna idadi rasmi waliojeruhiwa au lazimika kuyahama makazi yao. Kukosekana kwa mawasiliano ya uhakika katika baadhi ya maeneo kunafanya iwe vigumu kupata tathmini kamili ya athari za mapigano hayo. Mapigano yanarejesha hofu kwa wakazi wa Walikale ambao kwa muda mrefu wamekuwa kikumbwa na migogoro ya mara kwa mara kati ya makundi yenye silaha. Ingawa wiki mbili zilizopita kulionekana utulivu wa kiasi, wananchi wengi walikuwa bado na wasiwasi kutokana na uwepo wa wapiganaji na pande tofauti katika maeneo karibu, jambo linaloashiria kuwa hali ya usalama ilikuwa bado ni dhaifu. Kutokana na hiyo, shughuli nyingi za kijamii na kiuchumi zimeathirika. Baadhi ya wakazi wameshindwa kufika mashambani, watoto hawakuweza kwenda katika mishemishe zao za kila siku kutokana, huku wafanyabiashara wakisitisha shughuli zao kwa kufia usalama wao. Mashirika ya kiraia na viongozi wa eneo hilo wameendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kusitisha mapigano na kuheshimu maisha ya raia wasiokuwa na hatia. Pia wametaka serikali pamoja na wadau wa kimataifa kufuatilia kwa karibu wale wakazi waliokimbia makazi yao, kuhakikisha wanapata msaada wa haraka wa chakula, malazi na huduma za afya. Kwa sasa hali inaonekana kuwa shwari katika baadhi ya vijiji vilivyoathirika, lakini mvutano bado unaendelea na wananchi wanaishi kwa hofu wakisubiri kujua iwapo mapigano hayo yamefika mwisho, kama anaweza kuibuka tena katika saa usiku zijazo. Mpaka tunakuletea taarifa ya kuna tamko rasmi lilotolewa na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala waasi wa M23 kuhusu mapigano hayo, na mamlaka za eneo hilo bado zinaendelea kufuatilia mwenendo wa usalama katika wilaya ya Walikale. Hali ya usalama inaendelea kuzorota katika wilaya ya Mitwamba mkoani huko Katanga baada ya wapiganaji Mai kufanya shambulizi jipya dhidi ya kambi la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC liko katika kijiji cha Kyombo Mamba, eneo lipo zaidi ya kilomita 100 kutoka mji wa Mitwamba na takriban kilomita 300 kutoka mji wa Lubumbashi. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na mashirika ya kiraia eneo hilo, shambulizi hilo lilitokea alfajiri ya Jumapili wakati wapiganaji waliposhtukiza wanajeshi waliokuwa ndani ya kambi yao. Inasemekana washambuliaji hao walivamia ghafla kabla ya kuanzisha mashambulizi makali dhidi
zaidi ya wanajeshi pamoja na familia zao zilizokuwa zikiishi ndani ya eneo hilo la kambi. Taarifa zaidi zinaonyesha kuwa watu 8 walipoteza maisha katika tukio hilo la kusikitisha. Miongoni mwa wanajeshi wa FARDC na watu 6 walikuwa tegemezi wa wanajeshi hao. Waliofariki upande wa raia ni pamoja na mke wa mwanajeshi mmoja pamoja na watoto 5 walioteketea kwa moto baada ya kambi hiyo kuchoma moto na washambuliaji hao. Baada ya kupoteza maisha, wanajeshi wawili walijeruhiwa kwa risasi wakati wa mapambano hayo, huku wanawake 4 wakipata majeraha mabaya kwa kuungua kutokana na moto ulioteketeza baadhi ya majengo ya kambi hiyo. Wote waliojeruhiwa walikimbizwa katika vituo vya afya kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya haraka. Viongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Kyombo wamethibitisha tukio hilo, wakisema kuwa idadi ya vifo inaweza kubadilika iwapo kutapatikana taarifa mpya kutoka maeneo yaliyokuwa yameathirika zaidi na mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa mashuhuda, milio ya risasi ilisikika kwa muda mrefu huku moto mkubwa ukiteketeza makazi ya wanajeshi na familia zao. Wakazi wa maeneo jirani walikimbia ovyo wakihofia kwamba mashambulizi hayo yangeweza kuenea katika vijiji vingine. Baada ya washambuliaji kujiondoa, hali ilianza kutulia polepole katika eneo la Kyombo Mamba. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lituma haraka vikosi vya ziada kutoka Mitombo ili kuimarisha ulinzi na kuzuia mashambulizi jingine kutokea. Vikosi hivyo pia vilianza kufanya doria katika maeneo yaliyozunguka Kyombo Mamba kwa lengo la kufuatilia njia zilizotumiwa na wapiganaji wa Maimai kuingia na baadaye kutoroka baada ya kutekeleza mashambulizi hayo. Mashirika ya kiraia yanaeleza kuwa operesheni hizo zinaendelea kubaini waliotokea washambuliaji hao na waliokimbia baada ya kuondoka katika eneo hilo. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi zinazoonyesha kuwa kuna mshtakiwa yoyote aliyekamatwa. Mashuhuda walioko Kyombo wanasema wanajeshi waliobaki katika eneo hilo wameonyesha ishara kwamba fuatia shambulio hilo, hasa kwa sababu waligharimu maisha ya wenzao pamoja na familia zao, wale wameongeza hofu miongoni mwa wanajeshi na wananchi wanaoishi karibu na kambi za kijeshi. Shambulio hizi zinaonyesha kuwa mara nyingine jinsi hali ya usalama ilivyozefu katika wilaya Mitwamba, eneo ambalo lina vijiji vingi vilivyo mbali na mji mikubwa, lina barabara chache zinazofika kwa urahisi, limekuwa likikumbwa mara kwa mara na mashambulizi ya makundi yenye silaha, hususan wapiganaji wa Maimai. Kutokana na umbali mkubwa kati ya Kyombo na mji wa Lubumbashi pamoja na changamoto za miundombinu, mara nyingi inakuwa vigumu vikosi vya usalama kufika kwa haraka wakati mashambulizi yanapotokea. Leo inawapa nafasi makundi yenye silaha kufanya mashambulizi na kujiondoa kabla vikosi vya serikali kufika. Katika miaka hivi karibuni, wilaya Mitwamba inaendelea kushuhudia matukio ya mara kwa mara ya kuzidisha hofu kwa kufanya wananchi wengi kuishi katika mazingira ya kutokuwa na uhakika. Mashambulizi haya yamekuwa kusababisha vifo, uharibifu wa mali na kuwalazimu baadhi ya wakazi kuyahama makazi yao. Mashirika ya kiraia yanaendelea kuitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuimarisha uwepo wa vikosi vya usalama katika maeneo ya umbali kama Kyombo Mamba, kuongeza doria za mara kwa mara na kuanzisha mfumo wa tahadhari wa mapema ili kuzuia mashambulizi kabla hayajatokea. Wanasisitiza kuwa kulinda raia pamoja na familia za wanajeshi kunapaswa kuwa kipaumbele, kwani matukio ya aina hii yanaendelea kuonyesha kuwa hata maeneo ya kijeshi bado yanabaki katika hatari ya kushambuliwa. Hadi tunakuletea taarifa ya mamlaka za kijeshi hajatoa tamko rasmi kuhusu mashambulizi hilo, huko operesheni za kuwatafuta washambuliaji Maimai zikiendelea katika maeneo ya Kyombo Mamba na viunga vyake. Hofu na sitofahamu vinaendelea kutanda katika kijiji cha Bulikiro na Kavumu mkoani Kivu Kusini kufuatia taarifa zinazoeleza kuwa jumla vijana 125 wanadaiwa kuchukuliwa kwa nguvu na watu ambao bado hawajatambuliwa rasmi. Swala limesitiza familia nyingi na kuibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa maeneo hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na familia za wasirika pamoja na baadhi ya wakazi wa Buliriko na Kavumu, vijana waliondolewa katika mazingira yasiyoeleweka. Hadi sasa ndugu jamaa wanasema wajua wanapopelekwa sababu za kuchukuliwa kwao wala hali ya sasa. Familia nyingi zinaeleza kwa tangu vijana wao ondoke hawajapokea taarifa yote rasmi kutoka kwa mamlaka kuhusu walipo. Kutokuwepo kwa mawasiliano kumeongeza hofu na majonzi, huku wazazi na ndugu na jamaa wakisubiri kwa wasiwasi kujua hatima ya wapendwa wao. Wakazi wa maeneo wanasema tukio hilo limeathiri kwa kiasi kikubwa maisha kila siku. Baadhi ya familia zimeanza kuhofia usalama wa watoto na vijana wengine, huku wengine wakiepuka kusafiri au kufanya shughuli za kawaida kwa kuogopa matukio kama hayo kujirudilia. Kutokana na leo, sauti mbalimbali zimeanza kusikika zikitaka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuchukua hatua za haraka ili kubaini ukweli wa taarifa hizo. Wananchi wanataka uchunguzi wa kina ufanyike bila kuchelewa ili kubaini walipo vijana wa mazingira yaliyosababisha kutoweka kwao. Kuitoa pia kwa mashirika ya kimataifa yanahusika na haki za kibinadamu pamoja na ulinzi wa raia kufuatilia kwa karibu tukio hilo na kushirikiana na mamlaka husika katika kutafuta ukweli. Lengo ni kuhakikisha kwamba iwapo vijana walichukuliwa kinyume cha matakwa yao, wanapatikana salama na kurejeshwa kwa familia zao.
yao. Mashirika ya kiraia yameeleza kuwa kila mtu anayenyimwa uhuru wake bila kufuata taratibu za sheria anapaswa kulindwa, huku familia zikipewa taarifa sahihi kuhusu mahali alipo hali yake. Pia anasisitiza kuwa haki za msingi za kibinadamu zinapaswa kuheshimiwa bila ubaguzi. Swala limezidisha hofu na wasiwasi katika maeneo ya Buliriko na Kavumu ambako wananchi wamekuwa wakitaka kuimarisha kwa usalama na kulindwa dhidi ya vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha yao. Wanaamini kwa kurejesha imani ya wananchi kunahitaji uwazi, uchunguzi wa haraka na mawasiliano ya wazi kutoka kwa mamlaka. Hata hivyo ni muhimu kusisitiza kwamba hadi tunakuletea taarifa hii, madai kuchukuliwa kwa nguvu kwa vijana 125 bado hajathibitishwa rasmi na mamlaka za serikali wala vyombo vya usalama. Pia kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu waliohusika na tukio au mahali vijana hao walipo. Familia za vijana hao zinaendelea kuomba msaada wa majibu, zikisema kuwa hali sasa wanaopita bila taarifa inaongeza maumivu na hofu. Kwa hao vijana 125 si takwimu tu, bali ni watoto, ndugu, wanaume na tegemeo la familia nyingi zinazongojea kwa hamu kupata ukweli kuhusu hatima ya hao. Serikali na wadau wa kimataifa sasa wanahimizwa kuchukua hatua za haraka ili kubaini ukweli wa tukio na kuhakikisha usalama wa wale wote wanaodaiwa kutoweka. Mvutano unaendelea kutawala katika maeneo ya Kavumu na Katana wilayani Kalbaka Bare mkoani Kivu Kusini baada ya video inayosambaza kuonyesha kundi la kubwa la ngoma wakisindikizwa na watu wenye silaha wanadaiwa kuwa ni wanachama wa muungano wa waasi wa M23. Swali limebua maswali na wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa video iliyopokelewa na vyombo vya habari na kushuhudiwa na wakazi wa eneo hilo, makumi ya ngombe wanaonekana wakipitishwa katikati ya miji wa Katana kuelekea upande wa uwanja wa ndege wa Kavumu. Wanaume waliokuwa wakiongozana na mifugo yao walikuwa wamevalia sare za kijeshi na walionekana kulinda msafara hadi ulipoendelea kuelekea kwenye eneo la uwanja wa ndege. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani vinavyotoa taarifa zinazofanana, tukio hilo lilitokea siku ya jana Jumapili tarehe 2 Agosti katika kituo cha Katana. Wakazi wanaosema walishuhudia tukio hilo wanaeleza kuwa msafara huo ulipita hadharani mbele ya wananchi, huku ngombe hao wakielezwa upande wa Kavumu. Taarifa hizo zinaeleza kuwa mifugo inadaiwa kufika ngombe 36 wanaomilikiwa na wakazi wa kijiji cha Mbayo kilichopo katikati ya kundi la Bugore wilayani Walikale mkoani Kivu Kusini. Wamiliki wa mifugo wanadaiwa kupoteza ngombe hao baada ya mapigano yaliyorekodiwa kutokea mapema siku hiyo katika eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mapigano yalitokea katika maeneo ambayo bado yanaripotiwa kwa chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa M23. Baada ya makabiliano hao, baadhi ya wakazi walidai kuwa kulikuwa na vitendo vya uporaji wa mali za wananchi ikiwemo kuchukuliwa kwa mifugo. Vyanzo vinaeleza kuwa kitendo cha kusindikizwa kwa ngombe hao na watu wenye silaha kimeongeza hofu miongoni mwa wananchi, hasa wafugaji wanaogopa kupoteza mifugo yao ambao ndio chanzo kikuu cha mapato na maisha ya familia nyingi katika maeneo ya Walikale na Kabare. Wananchi wa Katana wanasema tukio hilo linawaacha katika hali ya sitofahamu, huku wakijiuliza ngombe hao walipelekwa kwa miguruni gani au iwapo watarejeshwa kwa wamiliki wao. Baadhi ya mashuhuda wanasema walishindwa kuingilia kati kutokana na uwepo wa watu wenye silaha waliokuwa wakishindikiza msafara huo. Kwa upande mwingine, viongozi wa jamii pamoja na mashirika ya kiraia wanatoa wito kwa kufanyika uchunguzi huru ili kubaini mazingira halisi ya tukio hilo. Wanataka ukweli ujulikane kuhusu umiliki wa mifugo hiyo na iwapo kweli kulichukuliwa kwa nguvu baada ya mapigano. Wanatoa wito kwa mamlaka husika pamoja na wadau wa kimataifa kufuatilia hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhakikisha mali za raia zinalindwa na kwamba vitendo vya uporaji vinachunguzwa kwa uwazi. Wakazi wa maeneo ya Kale na Katana na Kavumu waendelea kuishi katika hofu kutokana na hali ya usalama isiyotabirika, wakihofia kuwa matukio ya mapigano na madai ya uporaji yanaweza kuendelea kuathiri maisha yao, mali na shughuli zao za kila siku. Serikali pamoja na vyombo vinavyohusika vinatarajiwa kutoa ufafanuzi kuhusu tukio hilo baada ya uchunguzi kukamilika. Wasiwasi unaendelea kuongezeka katika wilaya ya Kale mkoani Kivu Kusini kufuatia madai ya kuvunjwa kwa kiwanda cha chai cha Lemera pamoja na uporaji wa miundombinu ya kilimo na mifugo katika eneo hilo. Wakazi wa eneo wanasema tukio hilo limeendelea kuzidisha madhara ya vita vinavyoendelea kati ya vikosi vya serikali na waasi wa M23 katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa shuhuda wa wakazi wa Kale, kiwanda cha chai cha Lemera ambacho ni miongoni mwa viwanda vya zamani kabisa vya uzalishaji wa chai nchini na kilianzishwa kati ya miaka 1913 kimekuwa miongoni mwa miundombinu iliyoathirika. Wakazi wanadai kuwa sehemu kubwa ya vifaa vya uzalishaji wa kiwanda hicho imevunjwa na kuondolewa, huku baadhi ya vyao vikielewa kuwa
Vifaa hivyo vimepelekwa kuelekea Rwanda. Hata hivyo, madai bado hajathibitishwa rasmi na mamlaka zinazohusika. Kwa miaka mingi kiwanda cha Lemera kilikuwa uti wa mgongo uchumi wa eneo hilo. Baada ya kuzalisha na kusindikiza chai kwa ajili ya masoko ya ndani na kimataifa, kilikuwa pia kina shughuli kubwa za ufugaji wa ng'ombe, mbuzi, nguruwe pamoja na kuku. Shughuli hizo zichangia kwa kiasi kikubwa maendeleo ya kiuchumi ya Kalehe na maeneo ya jirani. Kwa mujibu wa wakazi, zaidi ya watu 1000 walikuwa wakipata ajira za moja kwa moja kupitia shughuli za kiwanda hicho. Wafanyakazi hao walijumuisha wachumaji wa majani ya chai, wakulima, mafundi, wahandisi, wataalamu wa kilimo pamoja na wafanyakazi wa kusindikizaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na chai na mifugo. Vyanzo vya ndani vinaeleza kwa pamoja na kuvunjwa kwa vifaa vya kiwanda, mifugo mingi iliyomilikiwa na wananchi pia inadaiwa kuchukuliwa. Baadhi ya wakazi wanadai kuwa vitendo hivyo vinaifanywa na watu wenye silaha wanaoendesha shughuli zao katika eneo hilo, wakati ambako hali ya usalama ikiendelea kuwa mbaya. Wananchi wanaeleza kwa kupotea kwa miundombinu hiyo kumaanishi tu hasara ya mali, bali pia ni pigo kubwa kwa uchumi kwa familia nyingi ambazo zinategemea ajira ya shughuli za usafirishaji zilizokuwa zikifanyika katika kiwanda hicho. Wakulima wa chai sasa wanahofia kukosa soko la mazao zao, huku wafugaji wakisema wamepoteza sehemu kubwa ya mifugo yao. Baadhi ya wakazi wanaeleza kuwa kwa sasa shughuli nyingi za uzalishaji zimesimama kabisa. Mashamba mengi yameachwa bila kuwahudumiwa kutokana na hali ya usalama, na wafanyakazi walikuwa wakitegemea kiwanda hicho wamejikuta bila ajira wala chanzo kingine cha mapato. Mashirika ya kiraia katika Kalehe yameonyesha wasiwasi mkubwa kuhusu hali hiyo, yakisema kwa kuharibiwa kwa miundombinu ya uzalishaji kunaweza kuwa na hatari kubwa za muda mrefu kwa uchumi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa kurejesha shughuli za uzalishaji baada ya vita kunahitaji uwekezaji mkubwa na muda mrefu. Viongozi wa kiraia pia wamekosoa kile walichokiita udhaifu wa hatua za usalama katika kulinda mali na wananchi pamoja na miundombinu muhimu ya kiuchumi. Wanasema kwa kadri mapigano yanavyoendelea ndivyo wananchi wanavyoendelea kupoteza vyanzo vyao vya mapato na matumaini ya kurejea katika maisha ya kawaida. Mashirika yanataka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na washirika wa kimataifa kufanya uchunguzi wa kina kuhusu madai ya uporaji wa vifaa vya kuwinda na mifugo vya wananchi pamoja na kuweka mikakati ya kulinda miundombinu ya uzalishaji katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Wakazi wa Kalehe wanaendelea kutoa wito kwa kurejeshwa kwa usalama ili kulinda miundombinu ya uzalishaji, mashamba, mifugo na mali nyingine za wananchi. Wanasisitiza kuwa bila amani maendeleo ya kiuchumi na eneo hilo yataendelea kudorora na maelfu ya familia zitabaki katika hali ngumu ya maisha. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeadhimisha siku ya jana Jumapili tarehe 2 Agosti mwaka 2026 siku ya taifa ya Jenocoste, siku maalum ya kumbukumbu ya mamilioni ya raia waliopoteza maisha kutokana na vita na migogoro ya silaha iliyokumba nchi kwa zaidi ya miongo mitatu. Neno Jenocoste linatokana na maneno genocide na coste, linatumika kwa mamlaka la Kongo kueleza mauaji ya raia yanahusishwa na migogoro yanayochochewa na unyonyaji wa rasilimali za taifa. Lengo la maadhimisho ni kuhifadhi kumbukumbu ya waathirika, kuhimiza haki na kuendelea kutafuta fidia kwa manusura wa migogoro. Maadhimisho ya mwaka huu ambayo ni mwaka 4 tangu kupitishwa kwa sheria ya mwaka 2012 kuhusu ulinzi wa fidia na waathirika wa migogoro yamefanyika katika kumbukumbu ya taifa Jenocoste mjini Kinshasa chini ya uongozi wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa ni sasa kwa jukwaa, kwa kuwa unajua utafanya nini. Katika hafla hiyo, mkurugenzi mkuu wa mfuko wa taifa wa fidia wa waathirika wa migogoro Fonareve Patrick Fata Mukunga alisema kuwa zaidi ya watu milioni 1.2 tayari wamesajiliwa katika mfumo wa kitaifa na utambuzi wa waathirika. Amesema taasisi hiyo itaendelea kutoa msaada kwa manusura kupitia huduma za afya, matibabu na majeraha, usaidizi wa kisaikolojia pamoja na programu za kuwawezesha kiuchumi ili kurejesha heshima na kujitegemea kwao. Kwa kuadhimisha siku hii, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesisitiza dhamira yake ya kuendelea kulinda kumbukumbu ya waathirika, kuimarisha haki na kuhakikisha manusura wa vita wanapata ulinzi, msaada na fidia unaoistahili. Na ni kupitia hapo mpendo wa msikilizaji na mtazamaji wa Kivu News Info ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya jioni ya leo kwa tarehe 3 Agosti mwaka 2026. Tunashukuru sana kwa kutuchagua, kwa barika pamoja nasi. Vile vile tuendelea kuhimiza kuendelea kufuatilia kupitia kurasa zetu zote za mitandao ya kijamii kupata habari kwa wakati zenye uhakika na zinazogusa maisha ya jamii. Na vile vile naendelea kujuza tu kwamba Kivu News Info tunaendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama leo ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla ya kuondoka hakikisha
umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa wengine unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama tayari utakomeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kwa kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info, mimi ni Teloge Longa, napongeza kwa kuendelea kuwa nasi na kuwatakia jioni njema, nyamani, afya na baraka njema. Vile vile asanteni sana kwa kuendelea kutusikiliza na kutizama, na Mwenyezi Mungu atubariki na ibariki vile vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwaherini.